siku ya kwanza ya kurejelewa kwa vikao katika bunge la kaunti ya Machakos imekumbwa na makabiliano makali, huku wawakilishi wadi wakizabana makofi na kuvuruga kikao cha kwanza cha bunge hilo tangu lifungwe miezi miwili iliyopita. Kizaazaa kinasemekana kujiri baada ya Spika Ann Kesia kutangaza mabadiliko ya uongozi wa walio wachache. Spika huyo ametangaza kuondolewa kwa pili ama kwa Mbili Ndawa na nafasi yake ya kuchukuliwa na mwakilishi wa wadi wa Mathatani Francis Wambua. Mwandishi wetu Nicholas Zambai yupo kwenye majengo ya bunge hilo na kwa sasa tunaungana moja kwa moja tueleze kipi ambacho kinajiri. Nama, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Niliposimama ni kwenye majengo ya bunge ya kaunti ya Machakos ambao litarajiwa kurejelea vikao vyao rasmi kwenye jengo hili hii leo baada ya zaidi ya miezi miwili kuweza kufungwa kutokana na furugu ambazo zilikuwepo, lakini leo hii walitarajiwa kufika bungeni, na pia tumeweza kushuhudia kizaazaa kingine kikifanyika katika bunge hii muda mchache uliopita, waheshimiwa wakizabana tena makonde na kuweza kuvurugana kwenye bunge hapa ndani. Na labda pengine tungependa kujua haswa nini kimeweza kuendelea, nini kimepelekea mtafaruku baina ya wabunge wakilishi wadi kutoka maeneo mbalimbali na mirengo tofauti kwa wanachama wa chama cha Wiper na vile vile wakilishi wadi wa Chap na vyama vingine vidogo katika bunge hili. Ili basi kuweza kunifahamisha mengi zaidi, Mheshimiwa, karibu sana Boniface Mike. Tumeshuhudia kumekuwepo na tatizo katika bunge hili. Shida imekuwa ni gani? Wacha niseme jinsi mmeshuhudia. Kwa majina naitwa Boniface Mike, na tulikuwa tumeanza vikao zetu rasmi baada ya kukua kwa recess, na ile matukio yalikuwa yametukia ambayo yalikuwa yamesababisha bunge ifungwe, na kulikuwa na communication ambazo speaker wa bunge ya Machakos alikuwa tayari ashaanza, na ilikuwa jambo la kwanza ilikuwa kubadilisha uongozi ambapo Mheshimiwa Mbili Ndawa amengatuliwa kwa kulingana na ile advice ya chama cha maendeleo Chap. Na wakati sasa akareplacewa na Mheshimiwa Kavyu, na baada ya hivyo sasa ile mambo ambao ilizidi kuendelea ilikuwa sasa ni walikuwa wanazungumzia sasa kucommunicate kwa upande wa majority side ambao ni upande wa Wiper, wakiwa wana communicate ndiposa waheshimiwa wakasimama na wakaanza kuleta furugu na wakaanza kusema sasa ni mpaka hiyo isimamishwe ku-communicate. Kwa hivyo kumekuwa na hiyo ile mataharuku ile ya kusema sasa kama chama ya Wiper inasema hapana, sisi hatujasema ku-communicate watu wetu wasitolewe. Kwa hivyo hiyo ndio imeleta furugu katika bunge. Na labda pengine Mheshimiwa kitufahamisha, Mbili Ndawa amekuwa pale, nini hasa kieleza pengine kimepelekea kuweza kubadilishwa kwa hata bila kujua akajipata kwamba ameondolewa kama kiongozi wa wachache katika? Sasa siwezi nikazungumza sana sababu hiyo ni mambo ya chama ya maendeleo Chap. Na uongozi unakuanga ni chama ndio inapeana uongozi. Kwa hivyo kama chama imefika mahali inaona ni kama usaidii chama, basi hauna bundi kuganduliwa. Na kufikia sasa kikao kimesimama kwa muda hivi, tunatarajia kwamba kikao cha bunge kitaweza kurejelea pengine saa 8 ama itakuwa namna gani? Maana tumeona baadhi ya wakilishi wadi wametoka nje, wengine wapo ndani wanapiga gumzo. Itakuwaje kutoka hivi? Ni mpaka tufanye kazi ya bunge. Hakuna mtu ambaye ako na nguvu na uwezo wa kusimamisha bunge, sababu sisi tulitumwa na wananchi tufanye kazi yetu. Tulipokuwa kula Senate tuliahidi ya kuwa tutarudi bunge tufanye kazi, na jinsi tulipokuwa tumesema ile wakati mwingine, sababu ile ambao ilikuwa imefanya watu wapigane ilikuwa hawakuwa wanataka hizo communications zifanyike, na leo imekuwa shairi dhahiri ya kuwa zilipokuwa zinataka communicate wameleta zile furugu zile walileta ile wakati mwingine. Kwa hivyo mambo si mambo na impeachment ya speaker, mambo ni watu wanataka kufanya kazi na wanataka kufanya kazi kinguvu. Tukimalizia, umesema swala nzima kuhusiana na speaker kuweza kuondolewa ama kungatuliwa, hivi kwamba mswada huu tunatarajia bungeni ama ukija nyinyi kama wale ambao mnaunga mkono speaker mtafanya nini? Hakuna kitu inaitwa kungatua speaker, sababu kungatua speaker ni numbers, na tayari jinsi unavyojua kuna watu ambao wamesimama na speaker na hakuna uwezekano wa kutoa speaker bila numbers. Asante sana Mheshimiwa Boniface Mike. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa katika kaunti ya Machakos. Umeweza kuvurugana kidogo pale ndani katika makao ya bunge hapa na kuweza kusimamishwa kwa vikao kwa muda. Kwa sasa ni kusubiri kuona iwapo vikao hivi vitaweza kurejea tena katika bunge hii ya kaunti ya Machakos ama itakuwa ni vurugu kama ilivyokuwa. Lakini swala lilikuwa nzito zaidi ni kuweza kubadilishwa kwa uongozi wa walio wachache katika bunge ile. Mimi ni Nicholas Mbai na uragesha kwenu studio kwa matangazo zaidi kutoka hapa katika kaunti ya Machakos.